Kama kweli wewe unataka cheti cha kuzaliwa lakini hauna kitambulisho chochote, nisikilize kwa makini, ambatana na mimi hatua kwa hatua. Nataka nikueleze kitu kitakachokusaidia wewe kupata cheti chako cha kuzaliwa bila kuwa na kitambulisho cha mpiga kura au NIDA. Wapo watu wengi sana wamekosa dili za kazi kwa sababu ya kukosa cheti cha kuzaliwa. Wengine waliachishwa kazi kabisa, tayari walishapata, lakini baadaye wanakuja kuulizwa vyeti vya kuzaliwa hawana. Wengine walikosa fursa tofauti kama vile kuandikishwa jeshi na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinahitaji document ya cheti cha kuzaliwa lakini haina. Kwenye video hii ninataka niongee na mtu ambaye yeye hana cheti cha darasa la 7, hana cheti cha form 4, hana kadi ya mpiga kura, hana kitambulisho cha NIDA, lakini bado anahitaji kuwa na cheti cha kuzaliwa. Ziko namna nyingi ambazo zinaweza zikamsaidia mtu huyu akaweza kupata cheti cha kuzaliwa. Lakini kabla tujaendelea, nikukumbusha kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel hii ili kusudi tuendelee kujifunza na kupata ujuzi mbalimbali kuhusiana na mambo tofauti ambayo yanatusibu kwenye jamii yetu. Watu ambao wanakuwa wana changamoto ya vyeti vya kuzaliwa ni wengi sana. Wengine wanakuwa wamemaliza shule lakini bado hana cheti cha kuzaliwa. Mwingine anakuwa bado anaendelea na masomo lakini anakosa cheti cha kuzaliwa kwa sababu hapo awali akufuatiliana anasoma mpaka anamaliza form 4 hajapata cheti cha kuzaliwa. Wengine tayari ana NIDA, ana kitambulisho cha mpiga kura lakini bado hana cheti cha kuzaliwa. Moja anakuwa na vitambulisho vyote hivyo, bado mtu huyu anaweza kupitia changamoto kama ambazo anazipitia mtu mwingine ambaye hana kitambulisho kabisa. Kama kweli wewe unataka cheti cha kuzaliwa lakini hauna kitambulisho chochote, nisikilize kwa makini, ambatana na mimi hatua kwa hatua. Nataka nikueleze kitu kitakachokusaidia wewe kupata cheti chako cha kuzaliwa bila kuwa na kitambulisho cha mpiga kura au NIDA. Vitambulisho vipo kwa ajili ya kuonyesha identification yako, wewe ni nani, umezaliwa wapi, tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka wa kuzaliwa. Lakini bado kuna viambatanisho vingine vinavyokubaliwa na sheria ili uweze kupata cheti chako cha kuzaliwa pasi na kuwa na vitambulisho hivi. Kitu muhimu ambacho unatakiwa kuwa nacho cha lazima ni utambulisho halisi na halali wa wazazi wako. Kitu cha kwanza utakachokifanya, utachukua vitambulisho vya wazazi. Inaweza kuwa kitambulisho cha NIDA au cha mpiga kura, pasi ya kusafiria au leseni ya udereva. Kama utafanikiwa kupata kitambulisho kimoja au kielelezo chenye taarifa za uzazi cha mzazi wako mmoja, aidha mama au baba, basi hatua ya kwanza utakuwa umefanikiwa. Na hatua ya pili tunakuja kwenye taarifa zinazokutambulisha wewe. Viambatanisho ambavyo vinakubalika pia kwenye masuala ya maombi ya vyeti vya kuzaliwa mbali na kitambulisho cha mpiga kura au NIDA ni pamoja na cheti cha ubatizo. Cheti cha ubatizo kinakubalika kwa ajili ya wewe kuomba cheti cha kuzaliwa, lakini pia unaweza ukatumia pasi ya kusafiria. Kama utakuwa na pasi ya kusafiria tayari, unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuomba cheti chako cha kuzaliwa. Kitu kingine ambacho unaweza ukakitumia kwa ajili ya kuomba cheti chako cha kuzaliwa endapo hauna kitambulisho cha mpiga kura au kitambulisho cha NIDA, utatumia leseni ya udereva. Kama una leseni ya udereva, moja kwa moja unaweza ukapata cheti chako cha kuzaliwa na ukaendelea na mchakato mwingine wa mahitaji ulionayo ya cheti hicho cha kuzaliwa. Changamoto hii inawakumba watu wengi sana, wale ambao unakuta ana namba ya NIDA lakini bado hajapata kitambulisho chake, na kwa bahati mbaya hakupata fursa ya kujiandikisha kupiga kura. Kwa hiyo inapelekea anakuwa hana uwezo wa kupata kitambulisho cha mpiga kura. Kwa pia kwa mtu ambaye hana kitambulisho hicho cha NIDA, mara nyingi anakuwa na changamoto ya kukosa cheti cha kuzaliwa, hivyo kupelekea kukosa dira muhimu kama ambavyo nimeeleza hapo awali. Lakini anaweza akatumia document kama cheti cha ubatizo, anaweza akatumia leseni ya udereva, anaweza akatumia pia cheti cha falaki. Hivi vyote vinakubalika kisheria na vinamrahisishia mtu kupata cheti cha kuzaliwa hata kama hana kitambulisho cha NIDA au cha mpiga kura. Kwa haya na mengine mengi, nikukumbushe kusubscribe, kulike, comment na kushare video hii ili tuendelee kujifunza na kuelewa kwa upana kuhusiana na masuala ya usajili online. Kama utakuwa na maswali au maoni juu ya hiki kitu tulichojifunza, weka maoni yako sehemu ya comment ili nikipita nione ni jambo gani ambalo tuongeze kwa wakati mwingine tuweze kufanya kitu kilicho bora zaidi. Asante na karibu sana.